Mungu wangu. Hivi kwa nini uelewi? Umri wa kuoa umeshafika na unakaribia kuvuka. Wewe, ina maana hujavutiwa na msichana yoyote kweli hapa? Bibi, nampenda mmoja tu. Kweli? Haya, niambie yuko wapi? Sio mmoja, napenda sura mbili. Mbili? Ndiyo, kwanza wewe bibi yangu, na pili Purab, mshikaji wangu. Ngoja nikamwone. Abi hawezi kufanya chochote kile bila Purab. Yaani nikifanikiwa hata kupata ushahidi wowote ule juu yake, basi sitamruhusu kama hajaingia humu ndani. Kati yetu na utajiri wa Abi kuna vizingiti viwili tu. Cha kwanza ni Purab na cha pili ni huyu bibi. Bibi ni mzee sana, huyo nitamdhibiti. Lakini huyu Purab, Abi anamwamini sana yeye. Kama nikifanikiwa mara moja tu kuvunja urafiki wao, basi funguo za utajiri wa Abi nitaupata. Na mwanangu pia atanufaika kwa hilo. Na baada ya hapo, nitahakikisha namfanya Abi amoe msichana ambaye, na nitahakikisha huyo msichana atakayemuoa atakuwa kwenye udhibiti wangu. Kaka, kwa nini tumekuja hapa? Nilikuwa nampweke tena peke yako, nikaona nikufuate. Boya kweli wewe. Angalia. Umekumbuka nini? Taona, siku moja nitakuwa juu sana ya ghorofa. Ghorofa yenye rosha 25. Mimi nitamiliki mjengo wangu mwenyewe. Mjengo wenye rosha 25. Mimi nitanua nyumba ndogo tu. Mimi nitamiliki bangalo kubwa. Nitaishi mimi, bibi yangu, Alia, wewe, pamoja na watu wote. Sasa hilo bangalo utanunuaje? Nikishakuwa mkubwa nitakuwa na pesa, nitanunua nyumba kirahisi. Hili jiwe litakapoangukia, basi ndio tutakuwa ukubwa wa mashabiki zangu. Kila mtu atapagawa juu yangu. Na leo umefanya hivyo? Hapana, sio hivyo Purab. Sote tulifanya hivyo. Ni kweli kwamba chochote kile ambacho mimi nakitaka basi siku zote huwa kinatokea tu. Iko hivi, bahati yangu siku zote ipo mikononi mwangu. Lakini kaka, hautakiwi kabisa kushindana na bahati yako. Huwezi kujua ni lini inaweza kukupa changamoto. Purab, bahati yangu ndio inanipa mimi changamoto, lakini sio kipaji changu. Wote ni mashabiki wangu. Wanachokipenda ni kipaji changu na wala sio bahati yangu. Abi mwanangu. Nakuja bibi. Shika. Yaani nahofia sana kujiamini kwake kumepitiliza. Anadhani kwamba muda haubadiliki. Yeye hajui kwamba mabadiliko ni asili ya dunia. Shangazi Silie, mambo yatakaa sawa. Sasa imeshakwenda. Umeiokoa heshima yetu. Umeiokoa heshima yetu. Shangazi. Hapana, acha shangazi. Alichokifanya Rachna, nimeumia sana, sijui nifanyeje. Shangazi. Lakini mwanangu, umesimamia kila kitu vizuri. Mimi nina bahati sana kwa kuwa unaolewa na mwanangu Sureshi wangu. Najua kamwe hutomwacha. Kwa nini unashindwa kunipenda Suresh? Niambie kwa nini unashindwa kunipenda Suresh? Nitawezaje kukuambia shangazi ya kwamba bahati haiko upande wangu kabisa. Ninataka sana mtoto wako aingie katika maisha yangu, lakini yeye mwenyewe anampenda mdogo wangu. Oya mwanangu,
bahati yako imefungua milango leo. Hongera sana kwa kakaangu mtanashati Akash na binti mrembo Sukrit. Naomba wawe na maisha mazuri mbeleni. Akash! Kuna nini tena? Huyu mwanaume ni nani? Akash! Jamani, nauliza huyu ni nani? Ni muda mrefu sana alikuwa anasema anataka kuonana na Akash. Anadai ya kwamba Akash alikuwa na mahusiano sana na dada yake. Niacheni nakwambia. Mwachieni, mwache. Hebu njoo hapa. Naenda sasa. Una matatizo gani? Niambie mimi. Sikiliza, subiri hapa. Nitaenda kumwita Akash. Sikiliza, usisimame hapo. Njoo huku. Naweza kupiga picha moja na Abi? Ndio, inawezekana. Abi mwanangu. Ndio. Sikiliza kijana wangu, watu wanataka kupiga picha na wewe. Hebu njoo haraka. Alafu walikuwa wanasema kwamba wanataka kwenye harusi ya Akash ucheze na waimbie kidogo. Bale. Wanasema itakuwa vizuri sana kuona hivyo. Kwa nini? Kwa nini sicheze sasa? Nafanya chochote kwa kakaangu Akash. Ni mtundo sana huyu mtoto eh? Simani. Kaka, njoo tuongee mara moja. Vipi? Purab. Sikiliza mwanangu, hakuna kitu kama hicho. Unajua siku hizi wasichana walivyo, wana matatizo sana. Wanaweza kufanya chochote kile kwa ajili tu ya pesa. Hakuna kitu kama hicho. Purab. Unafikiria nini? Kaka, nadhani hakuna anayeweza kuongea uongo kuhusu dada yake. Nenda kaongee naye kwanza. Yuko wapi? Chumba cha wageni. Kwa nini umekubali ingia ndani ya nyumba yetu? Shangazi, tafadhali. Hii yote ni kuhusu sifa ya familia yangu. Twende Purab. Nawezaje kuamini kwamba vyote unavyoviongea ni vya ukweli? Hii ni Mumbai. Hapa mvulana yeyote anaweza kukutana na msichana yeyote kwa wakati wowote. Unaweza kuwa na mahusiano pia, ni kitu cha kawaida sana. Lakini unachokisema kwamba walifunga ndoa hekaluni, hilo sasa limezidi. Ndio maana nimekuja hapa. Nataka niseme sawa. Kama unataka kuniamini kabisa, basi muulize mdogo wako hapa. Yeye na Rachna alikuwa na mahusiano gani? Sema, je, unamjua Rachna au umjui? Ndiyo kaka, alikuwa mpenzi wangu. Mmemsikia wenyewe? Mmemsikia au mmemsikia? Kwani mimi nimekwambia nimemaliza? Hapana, si ndio? Ndiyo kaka, alikuwa mpenzi wangu, lakini hakujawahi kabisa kuwa na wazo la ndoa kati yetu. Yaani siwezi kabisa kufikiria kitu kama hicho, na hapa unajua hawa ni maskini. Upuzi gani huu? Maskini unamaanisha nini sasa? Ongea kwa uwazi bwana. Hebu ongea na mimi. Na ndio maana huyo dadako amekutuma hapa uje peke yako, ili sasa uweze kuchukua pesa, si ndio? Ni uthibitisho gani dadako nao kuhusu hii ndoa? Picha au video, chochote kile cha kuonyesha? Sidhani kama yeye ana picha yoyote, video wala ujumbe wa aina yoyote. Hakuna chochote alichobakia nacho zaidi ya ukweli ndani ya moyo wake. Ukiachana na maumivu alionayo moyoni, zaidi ya yote ni yule mtoto ambaye amebeba tumboni mwake. Hasa mimi nitawezaje kuamini kwamba huyo mtoto ni mtoto wangu? Huyo mtoto ni mtoto wa mwanao. Usiniangalie hivyo ukiwa unaongea na mimi. Bila uthibitisho wote siwezi kuamini chochote kile. Na kama unasema kitu kikubwa namna hiyo, basi sawa. Mara tu mtoto atakapozaliwa, tutaenda kufanya vipimo vya DNA kujua. Na kila kitu kitakuwa wazi hapo. Naomba uondoke hapa, maana na kazi nyingi za kufanya. Siondoki humu ndani mpaka dada yangu apate haki yake. Siondoki nimesema. Lakini haki inatokea vipi sasa? Ndugu wangu ameshasema hapana, na hayo ndio maamuzi yake. Wala una haki yoyote kumlazimisha kumuoa dada yako.
Kama mtu angekuja na kumfanya hivi dada yako, ungejisikiaje wewe? Ungejisikiaje na kuuliza? Kama mtu yeyote akimdanganya dada yangu, basi nitamuua huyo mtu kwa mikono miwili. Na kuuliza, umenielewa? Mtu pekee aliyeumia ndio anayeweza kusikia maumivu. Sasa hivi unasikia maumivu yangu? Dada yangu ambaye nimemwokoa katika matatizo tangu akiwa mdogo, unamfanya anapitia katika kipindi kigumu sana, na yote kwa sababu ya mdogo wako. Kaka huyo anasema uongo. Kaka huyo alikuwa tu mchumba wangu, lakini hakuna cha... Kaa kimya. Mpenzi ndo nini hivyo? Kwa sababu ya huo ujinga wako, wanataka kutumia wewe kama faida. Na wewe, kama ni kweli huyo dada yako amebeba tumboni mtoto wa mtoto wangu, sasa alikuwa wapi? Kaona leo kijana wangu ndoa yake tayari imeshapangwa, ghafla anakuja, nina mimba ya mwanao. Kwa hiyo tufanyeje? Kwa nyinyi mnajiona mna akili sana, lakini msifanye watu wengine wakawa wajinga bwana. Sasa nenda kwenye mada, kwa sababu nahitaji kuufunga huu kurasa mara moja. Hivyo mniambie mnahitaji kiasi gani cha pesa? Ni kwa pesa gani ambazo nyinyi mnazo? Na ilaani hiyo pesa ambayo inaleta dharau kwa watu wengine. Ilaani hiyo pesa ambayo inasababisha watu wengine kuumia wasiokuwa na makosa. Kamwe haitopata thawabu. Naomba upunguze hiyo sauti yako, kuna wageni hapa. Hata wageni pia walikuja nyumbani kwetu mama. Jinsi ambavyo dada yangu alivyopata aibu mbele za watu, na mwanao pia nitakiwa apate aibu hiyo hiyo kama aliyopata dada yangu. Nafahamu dada yangu mimi ni mjamzito, lakini hawezi kupata aibu peke yake. Hata mwanao anatakiwa apate aibu vile vile. Kiukweli kabisa, zaidi ya yeye, kwa sababu haipo tayari kubeba jukumu la kumlea mtoto wake mwenyewe. Inatosha. Huyu ni mdogo wangu na ninamwamini. Wewe ni nani? Hata wala sisi tukufahamu. Kwa nini sasa tuanze kukuamini? Itabidi mniamini kwa sababu ninachokiongea ni cha ukweli kabisa. Sidanganyi. Na hata kama muwe matajiri kiasi gani, lakini hamna uwezo wa kubadilisha ukweli wowote ule. Hata mtumie pesa zenu. Purab, hebu muondoe hapa kabla sijafurugu na kufanya kitu ambacho kila mtu atakishangaa. Siwezi kuondoka sasa. Twende. Nataka dada yangu apate haki yake. Nitakwenda polisi kushtaki. Nitakwenda kuhakikisha mnafungwa nyie. Mwache Purab. Mimi nitazungumza naye. Yaani hujua hata anachokisema mama. Bado mimi niko hai kufanya maamuzi katika hii familia. Hicho anachokisema yeye ni kitu kikubwa sana kwa msichana yeyote yule. Na vitu kama hivyo kama huwa havipuuziwi kabisa. Akash, unamfahamu dada yake? Ndiyo namjua, lakini... Unataka kusema mlikuwa marafiki tu? Bibi, yeye alikuwa ni mpenzi wangu. Mama, huyu dada yake hana ushahidi wowote ule. Mungu atuepushie na watu kama hawa. Una ushahidi wowote wa uwepo wa Mungu hapa? Lakini yupo na anaangalia kila kitu. Mtu anapokuwa amezeeka, basi hivyo hivyo imani ya mtu pia huongezeka na nguvu ya kuongoza watu inaongezeka na uwepo wake katika dunia pia huonekana. Awe anasema ukweli au anadanganya. Mimi hapa sihitaji uthibitisho wowote. Labda msichana ni wa kawaida sana na hakuwahi kufikiria kama kuna haja ya kukusanya ushahidi wowote au ukweli wowote ule. Kama kuna ukweli wowote, nitaujua tu na kuhakikishia. Kuna wageni huko nje na chochote kilichoongelewa hapa hakipaswi kabisa kuwafikia wao. Tizama mwanangu, nipatie muda kidogo na kuahidi kama kosa lolote limefanywa kwa dada yako, basi nitalirekebisha na kulifanyia kazi, na kuahidi kwamba kama mjukuu wangu amemuoa dada yako hekaluni na kama ni kweli yeye ndiye atakayekuwa baba wa mtoto wake, basi mimi nitakubali ndoa hiyo, ambayo ndoa hiyo itafanyika mbele ya watu 5,000 bila pingamizi yoyote, na hili litambidi abebe jukumu lake. Utapata haki yako kutoka kwenye hii familia, na hii ni ahadi yangu kwako. Unasije kutoa ahadi kama hiyo mama. Mimi najua wewe wala huwapendi watoto wangu, na safari hii mwanangu amepata familia nzuri ya kwenda kuoa, basi wewe unasikia wivu na upendi hilo. Shangazi, sijawahi kukatalia kitu chochote kile, lakini kwa mara ya kwanza shangazi, na kuonya usijaribu kabisa kuthubutu kuongea na bibi kama hivyo unavyozungumza. Mimi nimeijenga hii nyumba shangazi, lakini bibi ana haki juu yake. Nafikiri umenielewa.
Twende bibi, twende. Sijawahi kufikiria kwamba kuna mtu yote kutoka katika familia B anaweza kufanya kitu cha ajabu kama hiki. Namaanisha B huamini sana katika mapenzi, na Hebu nawe acha kulitukuza ile jina la Abi sasa hivi. Kwanza ni muongo mkubwa. Na kwa uongo na uongea ndo unapumbaza watu wajinga kama wewe. Kama yuko namna hiyo lazima ndugu yake naye afuate. Familia haina aibu. Yaani baada ya kumsaliti Rachu na kumfanyia kitu kibaya vile bado amepata nguvu za kuoa mtu mwingine. Nilikuwa nikimbembeleza tu Rachu, lakini sidhani kama tutaweza kupata suluhisho ama la. Sidhani kama kwa Suresh kwenda kugombana kule kutaleta faida ama la. Nashindwa kuelewa. Sijui hata itakuwaje. Suresh, vipi baba? Vipi, amesemaje? Mama, Akash amekataa kata eti mtoto sio wake. Na watu wote katika familia yake wamemwamini anachokiongea. Mpaka mama yake, kaka yake, Abi, wote. Nilijua tu. Nilijua kwamba haya yatatokea katika ile familia. Hapana Pragya. Kuna mtu mmoja tu katika ile nyumba ambaye alitaka kunisikiliza. Naye ni bibi yake. Zaidi ya yote, baada ya kumsikiliza bibi, hata Abi akumuunga mkono mdogo wake. Kwa utulivu kabisa, alikubaliana kabisa na alichokisema bibi. Umeona dada? Si nishakwambia, Abi hawezi kuwa kama walikuwa kijaribu tu kumwonyesha bibi yao na kuna sawa tusahau yote haya. Huyo bibi aliongea kitu gani kingine? Yule bibi amesema kwamba atahakikisha kila kitu kinaenda sawa. Alafu mama ameniahidi kitu kingine, ya kwamba kama ninachokiongea ni cha kweli, basi kama Akash anataka kuoa atamuoa Rachna. Asante sana Mungu wangu. Wala wameweza kuyaelewa mateso ya mwanangu. Ngoja niende hekaluni mara moja. Tarudi muda sio mrefu. Bulbul, twende. Dada, nakuja sasa hivi. Pragya. Asante. Kwa nini umeamua kuja kunishukuru Suresh? Na hata hivyo, imekuwaje hasa mpaka ukagundua huyu mvulana ni nani? Wala haikuwa vigumu sana. Nilikagua simu ya Rachna na kuchukua jina la mhusika pamoja na namba zake pia. Baada ya hapo nikapata anwani yake na kumfuata alipo. Leo hii nilikwenda nyumbani kwao kwa ajili ya kumpigania Rachna. Yote kwa sababu yako. Katika maisha yangu kamwe sijawahi kushindwa kufanya chochote kile kwa sababu wewe ulikuwa ukinisaidia. Ulikuwa ukisimama pembeni na kunisaidia, lakini mimi nikavunja moyo wako. Lakini kama unafikiria kwamba eti mimi nakupenda, basi wala sio kosa lako. Kosa ni la kwangu. Najua nimekuumiza sana. Suresh, naomba usifikirie kuhusu mimi wakati huu. Naomba ufikirie kuhusu Rachna. Lazima tuhakikishe tunamshughulikia. Tatizo ambalo limemkuta safari hii ni kubwa sana. Na kama ni kuhusu mimi, nakubali mimi nilikuwa nikikupenda sana. Ninakupenda na bado nitaendelea kukupenda daima. Haijalishi hata kama unipende hata kidogo. Maana wewe mwenyewe uliniambia kwamba hatuwezi kumlazimisha mtu atupende. Lakini hilo haliwezi kufanya upendo wangu kwako upungue. Na kamwe hautapungua. Ndiyo. Na hii ni ahadi ninakupa ya kwamba kamwe sitaweza kuvichanganya vitu viwili, urafiki wote pamoja na mapenzi. Na daima nitakuwa nyuma yako nikikulinda. Daima nitaendelea kukuunga mkono. Maana bado katika maisha yangu wewe ni mtu muhimu sana na wa thamani kwangu. Na nitahakikisha na kuombea ili uweze kupata mapenzi uyatakayo. Labda hiki ndio tulichoandikiwa katika hatima yetu. Sisi tutaendelea kuwa pamoja katika maisha yetu yote. Lakini hatuwezi kuwa wapenzi. Bibi, polepole. Unaweza kuwa umechoka. Wapumzika, nitakuletea maji.
Naamini leo umeelewa kila kitu kwamba kila kitu hakianzi na pesa na kumalizika kwa pesa. Kama usingewapa pesa nyingi, labda wasingepitiliza mipaka kama walioifanya. Pesa inaleta anasa nyingi sana. Pesa ina mambo mengi sana. Inaweza kukufanya ukafanya hata vitu vya ajabu sana. Lakini mwanangu, pesa hiyo pia inaleta tabia nyingi mbaya. Tafadhali bibi, pumzika. Na kuahidi kama kila kitu kitakuwa kama unavyotaka. Abi, njia ambayo watu wa familia wanaipita leo sio nzuri na haipendezi kabisa. Inabidi awepo mtu ambaye anaweza kudhibiti hii nyumba, kuwafanya waweze kuielewa thamani kubwa ya udongo na moja ambao ni ardhi kwa hii dunia. Tizama, umeharibu tabia zao, na sasa hivi ni jukumu lako kuleta bibi harusi huyo ambaye anaweza kuwarudisha katika njia sahihi. Mimi naondoka. Muda umekwenda sana. Na wewe pia lala. Suresh, subiri kidogo. Najua umekwisha tatua tatizo kubwa sana, lakini hauoni kwamba kuna sehemu fulani unakosea? Nini? Chochote kile ambacho kimetokea siku ya leo, haudhani kwamba unapaswa kwenda na kuongea na Rachna kwanza? Chochote kile ambacho Rachna amekifanya, sidhani kama nahitaji kuongea naye, wala sidhani kama nahitaji kumuona. Anawezaje kunificha jambo kubwa kama hilo? Suresh, sikiliza, wakati mwingine mapenzi hayawezi Pragya, hayo sio mapenzi. Ni makosa. Ni kosa ambalo haliwezi kusameheka. Basi hata wewe pia upaswi kusamehewa, Suresh. Wewe pia ilikubidi ufiche hisia zako, maana wewe pia haukumwambia mtu yeyote ya kwamba unampenda Bulbul. Na licha ya mambo kujitokeza kwa uwazi kabisa, lakini bado umekaa kimya. Kwani huoni kama haya ni makosa? Na sio wewe tu peke yako, hata mimi pia nina makosa, Suresh. Najua fika hakuna kitakachoweza kulinganisha na mapenzi yako kwa Bulbul, lakini Suresh, inawezekanaje Rachna amekosea, lakini makosa yako si makosa? Wakati mwingine hata mazingira nayo pia hayako sahihi kwetu. Na kama hali halisi iko hivi, basi kupata suluhisho itakuwa ni vigumu, maana mazingira pia ni magumu. Hayo yote ndiyo yaliyompata Racho. Rachna, kwa nini unakuwa na mawazo? Suresh amerudi sasa hivi baada ya kukutana na Akash. Na pia ametoa ahadi ya kwamba atafanya mpango wowote akufungishe ndoa kwa Akash. Ndio amesema hivyo bibi? Unakumbuka nilikwambia nini? Kaka yako atahakikisha ya kwamba unapata haki yako. Inamaanisha kwamba mimi sitaolewa na mtu yoyote ule? Yule ambaye unamtaka ndio utakayeolewa naye. Lakini mimi bado nina maswali kichwani kwangu. Yananitatiza. Kuna nini bibi? Hivi tunafanya jambo sahihi kumuozesha kwa Akashi? Kwanza alimdanganya wakati alijua kwamba ana ujauzito wa mtoto wake, alafu pia akakataa kuikubali. Na sasa hivi yuko tayari kumwoa kwa maneno ya bibi yake. Eti ataweza kukaa vizuri na Rachna wetu kweli? Nahofia furaha ya Rachna wetu tunaweza kuharibu maisha yake. Inabidi tuwe makini sana kuhusu hili swala. Furaha ndo kila kitu. Siwezi nikaruhusu mwanangu akapata tatizo lolote. Baby, Rachna ndo mtu ambaye anaweza kuikubali hii ndoa mala. Maamuzi pekee yako mikononi mwa Racho. Hata hivyo hili ni swala la maisha yake. Kwa hiyo uamuzi wote atakaochukua, sisi tutakuwa nyuma yake. Aha, yule mtu aliyekuja siku ile. Yule ni kakake Rachna. Rachna ndo nani? Mwanangu, ujambo mama? Shangazi, mimi niko sawa. Na vipi kuhusu sherehe yako ya uchumba, iliendaje? Shangazi, sherehe ilienda vizuri sana. Na marafiki zangu wote walifurahi sana kukaa na Abi. Yaani tunashukuru sana kwamba kila mtu alikuwa na furaha. Shangazi, baadhi ya marafiki zangu wataka kupiga picha na Abi. Ndio mwanangu. Mimi nitaongea na Abi, atapiga nao picha tu. Lakini sikiliza, sasa hivi nimetingwa sana mwenzeo. Tutaongea baadaye vizuri. Haya, kwaheri shangazi. Mama, lakini usiongee na mimi namna hiyo. Nimekupiga tu kibao, sijakupiga risasi. Ulikuwa unamwambia nini kuhusu huyo Rachna? Kuwa mimi naenda kumwoa msichana anayemiliki Lamborghini, lakini mimi ni baba wa mtoto mwingine, sio? Twende tukapange uhusiano wako. Uhusiano? Kwani hayo mambo yameshapangwa? Sio tayari yameshapangwa, ndio anaenda kupangwa. Naenda kupanga mahusiano na huyo msichana wako wa zamani. Nini?
Sasa kwa kuwa bibi ndo amesema hivyo, nasubiri tu tukaonane naye. Aisee, hili ni jambo jema sana. Wewe, mama yako yuko sahihi. Hebu twendeni. Kuhusu jambo hili kiukweli nimefurahi sana. Lakini sijui ni kwa nini nilikuwa na mashaka ya kwamba anaweza kufanya kituko fulani kule. Ila muda mwingine haya mambo huwa yanatokea. Dada, kuna maziwa tunashindwa kuna mwenyewe kweli? Ndio nini? Yaani mpaka unguzane na mimi. Kutembea kidogo ni faida kwa afya yako. Twende. We, tayari umeshakonda. Na kama utatembea zaidi, utapeperusha na upepo. Kila mara Kwani Suresh anakwenda kumini? Suresh, unafanya nini? Wafanyakazi leo wapo likizo, ndio maana ifanya kazi mwenyewe. Hata hivyo, baada ya kuyaona haya, sitaki tena kukumbuka ndoa ya Rachna iliyovunjika. Dada, maumivu gani tena? Namaanisha kurekebisha kisha naondoa. Sijui hata kwa nini watu wanaweka maandalizi mengi sana katika harusi. Ngoja niambie ninyi wawili kabla. Fanyeni tu harusi ya kawaida, wala sio kubwa sana. Sawa? Jamani, unafanya nini Suresh? Jaribu kuwa makini. Hebu tuone wapi umeumia. Pragya, nipo sawa bwana. Nipe, nionyeshe bwana. Pragya. Hakuna kitu wakati damu inavuja. Hapana. Nikachukua sanduku la duka kwanza. Pragya. Hebu nionyeshe. Hivi huwezi kuwa makini? Ushakuwa mkubwa sasa Suresh. Namaanisha, sikiliza. Hizi kazi unazofanya sio zako za vibarua. Wewe wala haikupendeza hata kidogo. Wewe kinachokupendeza ni kujaza pili tu, sawa? Nilikuwa nakutania bwana. Huwezi kusema kimya kimya kama hivi. Nenda kajifunge mwenyewe huko. Pragya. Suresh, hakuna haja yoyote ile ya kuyamaliza maumivu kwa kuwaficha maumivu mengine. Pragya, naomba nisikize tafadhali. Kitu ambacho uliniambia jana, nilikitafakari usiku mzima na ulikuwa sahihi kabisa, kwa sababu kwa namna fulani hivi sisi wote tunaishi maisha ya kudanganya, jambo ambalo linatuathiri sisi na familia zetu pia. Ndio maana mimi nimeweka uamuzi kwamba sitaishi kwenye uongo wala sitadanganya. Nitakwenda mbele ya watu wote na nitawaeleza ukweli kuhusu mahusiano yangu utakuja nayo. Mimi ndo nitakayekuwa mtu wa kuambia watu wote ukweli, ya kwamba makosa ni ya kwangu. Nilifanya makosa makubwa sana kwa kukosea kuzielewa hisia zako. Pragya, wala alikuwa kosa lako, lilikuwa kosa langu mimi kufikiria kwamba. Hata hivyo, makosa yote ni ya kwangu mimi. Hapana Suresh, makosa ni ya kwangu. Licha ya kukujua vizuri sana, lakini nikashindwa kabisa kuzielewa hisia zako. Niliwezaje hata kufikiria kwamba hisia zako... Hata hivyo nilijua fika ya kwamba kuna kitu hakiko sahihi, lakini bado wacha nikawaeleze watu ukweli. Pragya, sikiliza Pragya, sisi wote tukuelewana vizuri na wote wawili tulifanya makosa. Tutafanya kitu kimoja.
tutakwenda mbele ya watu wote na kuwaeleza ukweli. Najua kweli itawaumiza, lakini walau mambo yaweza kaenda sawa na hayo yote yakasahaulika. Twende. Ma, njoo dakika moja. Kuna nini? Mama. Ndiyo mwanangu. Kuna nini? Kwa nini nyewe wawili wote mmetuita hapa kwa pamoja? Mbongeni, kumetokea nini? Hiyo nyumba yao iko wapi? Kuna sehemu nilikuwaga namshusha. Yaani wewe una akili kabisa. Anaishi kwenye mtaa mchafu namna hii. Hebu dereva anayezi magari. Baba yako sio anayelipia mafuta hapa. Hata wewe pia baba yako halipii, unafurahia tu pesa za Abi. Au nitakuwa nimekosea dereva? Twendeni sasa. Pami, unakumbuka? Tulikuwa tunaishi katika mtaa huu. Kulikuwa na choo kimoja tu, choo cha umma. Hivi unakumbuka hii vizuri? Nakumbuka kila kitu. Na kama usipoweka akiba ya pesa, basi tutaweza kurudi tena na kuishi hapa. Umenielewa? Hebu paangalie mama. Mbona pachafu hivyo? Hii ni harufu ya udongo. Unataka tupate pumu au? Tayari kosa limeshafanyika. Tusamehe sana. Sihitaji usamani yako. Hebu niambie, huyo msichana anaitwa Rachna anaishi hapa? Ndiyo. Nenda, kamwambie mama yake Akashi amekuja kwa ajili ya posa yake. Subiri kidogo. Ma, kusema kweli, sisi hapa ndoa yetu. Nyewe wapenda nao wawili mnashindwa kuongea nini? Mnaishia kutazamana kwenye macho tu, ndo nini? Sikiliza, jambo lenyewe ni... Suresh, wazazi wa Akashi wamekuja. Wamekuja pamoja na posa ya Rachna. Wako pale nje, nimewaacha. Madvi, wewe nenda kuwakaribisha ndani, mimi naenda kunawa mikono na kuja. Subiri naenda kumwambia sasa Rachna. Bibi yake Akashi aliahidi, lakini ni mapema mno. Nenda kashughulikia vitu nje, mimi nitakwenda kwa Rachna. Shija yako, kipenzi cha roho yako ameshakuja. Kwa nini kila wakati nyinyi mnafanya mzaha? Wewe, mimi wala sikutani shosti. Kweli tena Akashi amekuja na mama yake, tena na posa yako juu. Habari zenu? Nzuri. Salama jamani, salama. Natumai mjapata shida kufika nyumbani. Hapana, hatujapata shida. Hata sisi tulikuwa tunaishi katika mtaa huu. Karibuni ndani jamani, karibuni. Njoni. Sawa. Huyu mwanaume ni nani? Amkuja na gari kubwa kweli. Kuna kitu hakipo sawa. Mwana Suresh. Karibuni. Hapa ni kama nyumbani kwenu. Karibuni. Huyu bibi. Salama. Karibuni sana. Mwanangu, kaa hapa. Rachna mwanangu, unaendeleaje? Jamani, sura yako ni ya upole. Yaani mtu akiuangalia uso anaweza kudanganyika kirahisi tu. Inaonekana mwanangu alipoona uso wako wa upole alihadaika sana, na ndio maana akapagawa. Inaonekana lazima upate unachokitaka Na ndio maana nimekuja hapa kutoa posa ya mwanangu Akash kwa huyu binti yako. Shangazi, kwa kweli nashindwa kuamini kabisa ya kwamba umekuja mwenyewe kwa ajili ya Rachna. Nashindwa kukueleza kabisa jinsi gani tulivyokuwa na wasiwasi, lakini kwa vile umeshakuja, mzigo mkubwa umetutoka mioyoni mwetu. Shangazi, mbona umesimama? Nakuomba njoo kae. Haina shida, nitaka hapa na kuongea na Rachna. Njoo kae. Rachna, hebu niambie, ni chuo gani ulikuwa unasoma? Scholar Group of College. Ala, watoto wa matajiri wengi wanasoma pale. Ndiyo shangazi. Mimi najua ni chuo kizuri sana. Wavulana na wasichana wanasoma wote pale. Lazima utakuwa na marafiki wengi, si ndio? Ndiyo shangazi. Ni lini ulikutana na Akashi huko chuo? Mwaka wangu wa 2. Kwa hiyo ulikuwa na mahusiano mengine kabla ya hapo?
sio swala kubwa sana. Zama za siku hizi wasichana na wavulana wote wanasoma kwa pamoja, kwa lazima watakuwa na mahusiano tu. Hivyo lazima kuna mtu ulimpenda kabla ya Akash ete. Usiogope mwanangu, wewe niambie ukweli tu. Sisi mbona ni watu waelewa sana. Mimi ninachotaka tu kujua ni kwamba, je, Akash ndo mpenzi wako wa kwanza au labda ulikuwa na mpenzi mwingine kabla yake? Sikiliza, usijali chochote kile Rachna. Wewe sasa hivi umepata ujauzito wa Akash kabla ya ndoa yenu. Kwa hiyo basi mimi ninachohitaji ni kujua tu kama huyu mtoto ni wa Akash wangu au... Hapana shangazi, mimi nampenda Akash peke yake tu. Sawa, nitalikubali hilo. Lakini unatokea katika familia nzuri sana. Imekuwaje umepata ujauzito kabla ya ndoa? Kwani wewe hujaona sio sahihi? Akash alinioa mimi hekaluni. Ala, kwa hiyo mwanangu, kumbe yuko hivyo. Akash anachokisema ni kweli? Hapana mama, mimi wala sikumuoa. Acha kudanganya Akash. Ni kwa nini unafanya hivyo lakini? Haina shida, nakubali anadanganya. Lakini kama mtu akikupeleka hekaluni na kukuoa, ndo unaamua kuvuka mipaka yote? Wavulana siku zote ndo wako hivyo. Hivyo inakubidi uelewe. Kwa sababu katika masuala kama haya, msichana pekee ndo anayelaumiwa. Kuna nini sweetie? Shangazi Sara anahitaji sukari kidogo. Ndio mpendwa, ngoja nitamwambia Bulbul ataleta. Hebu njoo hapa, mama yako alichukua kibiringo kutoka kwangu ile siku. Hebu kirudishe kwanza cha kibiringo changu, afu mwambie mama yako, Niambie kitu kimoja shangazi. Umekuja hapa kwa ajili ya posa au umekuja hapa kuuliza maswali ya kijinga? Mwanangu, sisi tumekuja hapa kwa ajili ya posa tu bwana. Sikiliza mwanangu, wewe ni msichana mwelewa na una elimu sana. Unapaswa kujua ya kwamba kula kiapo chochote kile huko hekaluni, hiyo wala sio ndoa. Halafu pia haraka sana ukapata ujauzito. Hiyo haraka yote ilikuwa ya nini? Sikiliza mwanangu, mimi wala sijali. Lakini hayo matendo yako yatamfanya mtu mwingine awe na mashaka na tabia zako. Basi natosha shangazi. Huwezi kumdhalilisha Rachna kiasi hicho. Lakini lazima mimi nijue huyu mtoto alombeba ni wa nani. Nyamaza. Nimeshasema mara nyingi kwamba huyu mtoto ni wa Akash. Kudanganya kwake hakuwezi kubadilisha ukweli. Naomba usipige kelele, ongea taratibu. Huko chuoni kwako una marafiki wengi sana. Sasa tutaamini vipi kwamba huyu mtoto ni wa Akash? Sisi tutajuaje? Labda yupo rafiki yako mmoja ambaye ulikuwa karibu sana naye, kiasi kwamba ukaribu wenu ukapelekea akawa zaidi ya rafiki. Mimi nina wazo moja. Tutafanya kipimo cha DNA kwa marafiki zako wote. Maana bila uthibitisho wowote nitakubalije kwamba huyu mtoto ni wa Akash wangu? Hivi wewe umechanganyikiwa eh? Hebu sio mkali. Hautakiwi kuongea maneno ya ukali. Tumekaa kimya, lakini hiyo haimaanishi unaweza kumdhalilisha Rachna mbele yetu. Na wala hakuna yoyote yule anathubutu kuongea na mimi kwa ukali. Tumekuja hapa kuweka mambo sawa, lakini kila mtu anajikuta mkali. Tuondokeni hapa. Siwezi kuendelea tena kukaa hapa. Dada, naomba unisikilize tafadhali. Nakusihi dada yangu, niko chini ya miguu yako. Tafadhali, usifanye hivi. Maisha ya binti yangu yataharibika. Unajua huyu mwanangu, yeye bado hajakuwa. Nimeasikia hayo maneno ya mwanao. Nataka sasa aanze kunizaba na makofi. Yaani mzigo mtu mwingine, mnataka muweze kutubebeshia sisi? Hamna ushahidi wowote, alafu nataka mwanangu amuoe. Safi sana. Kwa siku hizi ndoa imekuwa mzaa tena, si ndio? Shangazi, tafadhali tukaongelee ndani hapa. Tulikuja hapa kwa ajili ya kuweka mambo sawa tu, ili sifa ya msichana isichafuke. Lakini nyinyi watu hamna taibu. Hili sio kosa la mwanangu, alafu nyie kuna kitu kinaitwa maadili. Amewezaje kubeba mimba kabla ya ndoa? Hauwezi kumtukana mtoto wetu namna hiyo. Ni kosa gani alilofanya Rachna? Ni kwa sababu tu alimwamini huyo mtoto wenu, au huyo mtoto wenu ambaye hawezi hata kubeba majukumu yake.
Unajua vizuri kabisa kwamba Rachna yupo sahihi na anaongea ukweli na huyo mwanao anadanganya. Kwa hiyo unataka kumtukana mtoto wetu na unataka kutuaibisha familia yetu? Kwa nini mimi niwatukane nyie? Nyie ndo mnajitukana wenyewe na huyo binti yenu tena mbele ya mtaa mzima. Tafadhali kaongeleni ndani, hapa nje. Tumekuja hapa kulisafisha kovu katika jina la binti yenu. Lakini sasa, kila kitu kimevurugika. Matajiri kama sisi tusingeweza kuja katika mtaa kama huu. Lakini huyo mwanao alikuja nyumbani kwetu na kuomba msaada kwa kuwa huyo dada yake ni mjamzito. Anaonekana ni mpole sana, lakini amefanya kitu cha ajabu. Tutaona sasa ataenda kumlalamikia nani. Hata sisi nyumbani kwetu kuna mabinti. Tunajua jinsi gani ya kuwachunga. Sisi tumekuwa tukiwachunga kila mara ili wasije tu wakapotea namna hii. Lakini nyinyi hamkumchunga huyo binti yenu wala kuwa naye macho. Mpaka sasa hivi alikuwa mjamzito. Kama mtoto wetu ni kweli amefanya hili kosa, basi sisi tukubali. Angelibeba jukumu zima, lakini lazima tujue kama huyu mtoto aliyekuwepo ni wake au la. Ni mtoto mtu mwingine, alafu nyinyi mnaamua kumsingizia mtoto wangu. Shangazi, tafadhali ongea taratibu. Basi unataka ongeleni swala ndani. Sitaweza kuvuka kizingiti cha nyumba ambacho mimi siheshimiki hata mara moja. Nilichotaka kukisema tayari nimekisema. Mimi na nyie tutaongea tena baada ya kipimo cha DNA. Yaani mtaa hauna hata nafasi ya kupaki gari yangu, alafu msichana anatoka kwenye mtaa huu aje kupata nafasi katika nyumba yangu, na tena kwa kutumia uongo. Hebu tuondokeni. Tuondoke mwanangu. Naomba unisikilize.